za kiraia na mara nyingine anazungumza msajili wa taasisi za kiraia. Hii sio hoja, na tumemjibu kwamba pote ambapo tulikuwa tunazungumzia neno la Kiswahili ambalo labda lina utata, tunaweka kwa Kiingereza kwenye mabano ili kama sheria, kwa sababu sheria imeandikwa kwa Kiingereza. Kwa mahali popote ambapo tulikuwa tunazungumzia hoja ya hata mimi unaona hapa kuna maeneo mengine lazima kusema kwa Kiingereza ili nisije nikatoa tafsiri sio rasmi Afrika changanya watu. Kuna na seek safety kwenye neno la Kiingereza hata kama yani mtaona kama najifanyisha, lakini no ni makusudi kwamba after all kanisa lenu limesajiliwa kwa jina gani? Si la Kiingereza. Kwa hiyo sidhani kama hiyo ni shida kubwa sana. Kwa hiyo ndio barua, na Mheshimiwa Waziri anasema ameshindwa kushughulikia rufaa yetu kwa sababu hizo. Lakini nasisitiza kwa wale wote ambao wana macho na masikio, aya ya pili ya Mheshimiwa barua ya Mheshimiwa Waziri, na bahati nzuri nimejiuliza sana hata leo kabla ya kuja hapa, nimepiga simu na mbili ofisini kwamba watu wangu waangalie ile bahasha ambapo barua ile iletwe, hapo kuna muhuri wa siri. Kwa hiyo nimeshare kwenu, na nilishare na viongozi wachache tu kwa sababu mbalimbali zikiwemo za kimkakati, lakini kwa nataka nijiridhishe barua hii uzuri haina muhuri wote wa siri, na ndio maana maudhui yake nimeshare kwenu. Manake kuna sheria mbalimbali kwenye nchi yetu, na wakili unapaswa kidogo uwe makini, especially wakili ambao unafanya mapambano ya aina hii. Sio kwamba ni kazi maamuzi mepesi kidogo, ni maamuzi mazito sana, ni basi tu. Kwa hiyo baada ya kupata hiyo barua tarehe 9, barua ilifika ofisini kwangu tarehe 9, na baada ya kufika tu ofisini kwangu tukaandika barua kwa msajili, kwa waziri, tukiomba kwa ujumla kwamba tunaomba atuthibitishie kwa maandishi iwapo barua hii ambayo nimeirejea sasa hivi ni halali na imeandikwa kwa mkono wake. Sababu zake ziko very obvious kwa mtu ambaye akili yake inafanya kazi kwa haraka, kwa sababu kuna barua ambayo watu wanasimamia, wamekamata watu wetu, wameweka tape, wamefanya press conference kusema si nini, baadaye watu wanakuja kuikana. Hii na yenyewe barua hii ambayo tayari inasema kanisa la Glory of Christ Nazarene Church lenye halijafutiwa usajili, na hiyo barua hawaitambui. Hii barua ni ya waziri kweli? Manake baadaye tena na yenyewe sija katoka mtu akasema hiyo sio ya kwetu. Kwa tumeandika barua nyingine tukiomba wizara ithibitishe barua hii kama ni kweli ni ya Mheshimiwa Waziri. Kwa hiyo barua tumeipeleka kwa email, na nafikiri physically pia watu wangu watakuwa wameshaifikisha. Lakini pamoja na hayo pia na katika barua hii tumesema kwamba kutokana na huu msururu wa huyu anasema hivi, huyu anakanusha hichi, hebu tupate clarity kuhusu hii barua ambayo inasemekana ni ya waziri, ni ya kwake kweli? Hasa narudia kwa mara nyingine tena, hasa kipengele cha pili. Hichi kipengele hivi, hawa watu ndio maana tumetaka uthibitishwa kweli kabisa hawa walioyafanya waliyafikiria in the context ya hiyo kilichofanyika, au kuna swala lingine la ziada. Kwa ndio maana tumetaka uthibitishwa. Tarehe 10 mwezi huu pia nikaandika barua nyingine nikimjibu Mheshimiwa Waziri on the assumption kwamba ile barua ni ya kwake kweli. Umeona tofauti ya wakili na mtu mwingine? Kwanza nimeomba uthibitisho kwamba barua ni ya kwako, nasubiri. Kwa sababu hii barua tutaitumia mahakamani na mahala pengine. Kwa usio tunasema usio kaziwa kanyaboya kwamba hebu thibitisha ni ya kwako sio ya kwako. Lakini at the same time kazi nyingine zinaendelea on the assumption kwamba ile barua ni ya kwake kweli. Kwa nikamjibu wa barua tarehe 10 nikipinga hoja zake zote alizozitoa kwenye barua. Yule ambaye kweli kabisa anafanya kazi wasali, ndicho tunachosema kwa tumemjibu tena waziri. Na tukamwambia pia kwamba kuhusu tofauti wa majina mwisho wa siku ni kukosa umakini kwa mwandishi, wala sio kosa letu sisi. Lakini tunachojua ni kwamba mwisho wa siku Glory of Christ Tanzania Church haijawahi kufutiwa usajili. Kwa hiyo sasa tunarudi kwenye kusubiri upokewaji wa hoja za upande wa pili. Maana wenzetu walikuwa wameomba mpaka leo tarehe 13 walete kiapo kinzani. Tarehe 13 inaisha saa 6 usiku kwa mjibu wa
siku hizi kuna kitu kinaitwa online filing system, unafanya kwenye mtandao. Kwa kanuni tunasema isha saa 6 usiku. Kwa hiyo baada ya uamuzi kusoma, mimi nimeomba kwa jaji kwamba kuna matukio yametokea ziada ambayo tunaamini tunapaswa kupeleka taarifa za ziada kwa kiapo mahakamani. Kwa nimeomba mpaka tarehe 10 niliomba tarehe 16, lakini mahakama imesema ili kuepuka matatizo mara mtandao uko chini nini, imeongeza mpaka tarehe 17. Sorry, niliomba mpaka tarehe 17, lakini imeongeza mpaka tarehe 18. Jaji ameongeza siku moja kwa busara kwamba msije mkajibana sana halafu mkapata matatizo mkaja kunililia. Maana yake nini? Kwamba mimi nilikuwa naomba siku chache, kwa sababu umati huu ni 0.0.01 ya watu ambao wanasubiri kwa hamu majibu ili na hawaombi kitu kikubwa. Hawaombi biskuti, hawaombi maji, wanaomba kwenda kusali. Kwa hiyo hilo jukumu mimi linanikereketa moyoni, ndio maana nilikuwa nataka hebu nikimbie mbio mbio iamuliwe inavyoamuliwa, alafu twende ngazi nyingine. Lakini kama nilivyosema, wanasema kwa Kiingereza needs must, yani kwamba kwa hali ilivyo hebu tuwe na subira, ndio maana tukapewa muda huo. Kuna wenzetu sasa upande wa serikali nao yale majibu yao yale, kwa sababu sasa watapaswa kujibu kiapo chetu cha awali na hichi cha nyongeza ambacho tutajaji tutafaili tarehe 18. Kwa watajibu kwa pamoja, mtoa nyongeza ya muda watajibu tarehe 25, kwa mmepasa siku 7 kutoka tarehe 18. Kwa wataleta hoja zao za kwa nini tusipewe amri za zuio dhidi ya IGP na hao wengine ili kulinda hadhi ya kanisa la Glory of Christ Tanzania Church. Na mimi tena nimejibana zaidi kwamba niliomba siku 2 mpaka tarehe 27. Nafikiri walikuwepo kina Reverend pale, niwaambia bwana wasije waumini wakaniua. Nilikuwa utani of course. Yani maana yangu haikuwa maanisha kuniua physical. Alikuwa anamaanisha kwamba kuna pressure kubwa, watu wana shauku, wana kiu. Yani watu sawa wanasali majumbani kwao na nini, lakini wanaposali kanisani ni tofauti. Kwa hiyo lakini jaji kwa busara akanipa mpaka tarehe 30 mwezi wa 6. Of course anaelewa kwamba wewe unaweza kuwa unaongea kwa pressure, lakini huyo akusaini anaweza kama mgonjwa au nini ukapata changamoto. Serious unaweza kwa sababu nitasaini siku 2 tu mtu akapata msiba kafiwa na mama yake. Utaanza kumkimbiza kwenye msiba sign. Kwa hiyo mpaka tarehe 30. Sasa tutarudi tena mahakamani tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka 2025 saa 3:30 asubuhi kusikiza yale maombi yale sasa ya pande zote mbili. Hoja zetu za awali na za ziada dhidi ya hoja zao na majibu yetu ya mwisho tutasikizwa tarehe 8 mwezi wa 7. Poleni sana. Poleni sana. Lakini nilikuwa naongea na viongozi. Mimi ni wakili tu. Lakini kwenye muda wangu najitahidi kusoma na kuangalia vitu viwili vitatu. Kwenye filosofia ndogo tu nilimwambia kwamba ili kanisa ambalo limefika hapa kuna watu walipata shida zaidi yetu au zaidi yenu. Kwa hiyo ibada ziko za aina mbalimbali. Kuna ibada hata ustahimilivu pia ni ibada. Kutegemeana na mazingira. Kwa mazingira haya sasa hivi yanatutaka tufanye ibada ya uvumilivu. Kungekuwa kuna jibu la mimi kubonyeza kitufe ukutani kama unavyowasha taa ili watu wasali kesho walisalie taifa wakiwemo watoto wangu, mimi ningebonyeza kitufe wote mnisalie kwenye kanisa la Mbeya, la Iringa, la Dodoma, yote ya Dar es Salaam, yote 2000. Lakini mchakato uliowekwa na sheria ndio huo. Hatuna namna, lazima tuvumilie. Lakini nimeongea na viongozi kwamba tumepokea uamuzi leo na sasa tutaona
na baada ya kupokea barua hii sasa hii ya waziri hii ambayo inaikana ile barua ile. Make waziri kama nilivyosema, yeye amesema barua ile haitambui na sio halali. Si ndio jamani? Ya, kwa hiyo kuna mambo ambayo sasa ni technical, siwezi kushare na nyie. Tutayafanyia kazi pia. Nimeongea na viongozi wa Mapinduzi kwamba Jumatatu na kesi ya Antipas Tundu Lissu Mughwai. Nikitoka naamini kuna vipande nitamalizia, kitu kipya kisainiwe, kifailiwe kutokana na barua hii ambayo inasema wazi kabisa kanisa letu halijaguswa na chochote. Kuna mambo mbalimbali ya kisheria ambayo nayafanya, sasa kwenda kwenye details sasa hivi kwa sababu hapa tuko wengi. Ya, huwezi kumwaga mchele kwenye kuku wengi. Ya, kwa hiyo jamani, kwa ujumla yangu yalikuwa ni hayo. Pale mahakamani isingewezekana kuongea kwa utulivu na kwa wingi huu, kwa sababu tungeingilia shughuli za mahakama. Tungeonekana sasa, unaona hao ndio maana wamefungiwa. Au ndio maana umeelewa kwa ndio maana tukasema hebu tuandae mahali ambapo tutazungumza kwa utulivu, kwa busara, kwa nafasi, bila kudisturb watu wengine. Ya, kwa hiyo namalizia kwa kusema kwamba nilikuwa naambia viongozi, uzuri ni kwamba kila mmoja anafahamu yanayotokea, kwa nini yanatokea, na hiyo tayari ni source ya nguvu ya kutufanya tupige moyo konde, tuende mbele. Kama nilivyosema, mimi sio mchungaji, sina karma ya kuongoza kondoo au wanadamu wenzangu, lakini neno tu la kutia moyo ni kwamba hii ni ibada pia tunayopitia. Ni ibada pia, lakini kuna watu walipitia makubwa zaidi huko Roma na Thessaloniki, na watu walikuwa hawana wakili, lakini angalau nyinyi mna wakili kibatala. Ya, kwa hiyo hata kama mkiwa mmenyong'onyea kabisa, mnaona hakuna mwanga, lakini mkumbuke kwamba tuna ofisi, tuna watu ambao wanatupigania kwa jasho na damu. Haya, basi mimi nawashukuru. Kwa wale ambao tutaonana tena, tutaonana basi tarehe 8 mwezi wa 7. Tunapigana, tunatumia ujuzi wetu wote. Nataka siku moja pale na nani. Ya, kwa hiyo mambo huwa yabadiliki. Sura tu ndo zinabadilika ya mambo, lakini mambo ni yale, lakini kanisa zote huwa linashinda. Nawatakia mchana mwema. Mniombee. Kwa maneno mazuri hayo ya wakili wetu, nadhani tumepata mwanga fulani. Sasa ni saa ya kanisa kutoa tamko lake. Hatujawahi kuongea